wa Tanzania, nimeelezea kirefu sana. Yeyote ambaye ana grievances yeyote aone njia mbadala, si ya kuirejesha Tanzania tena kwenye jambo lililotokea. Ndio kwenye njia zingine, makundi mbalimbali yasikilizwe, mambo ya mahusiano yatasikilizwa, mambo ya makundi mbalimbali yatasikilizwa, hoja mbalimbali zitafanywa kazi, milango mpaka ya kiongozi mkuu Mheshimiwa Rais na ya wasaidizi wake wote na ya mijadala ya sisi kwa sisi iko wazi. That is the way we have to go. Tuepuke ile njia ambayo tunaona viashiria vya sabotage. That is the thing. Lakini tunasema kwa wale ambao wanamezea mate rasilimali, wanaona njia nzuri ya kuzifikia ni kuwapiganisha vichwa wa Tanzania, wachukiane, wagombane, wapate makovu ambayo ni unrepairable, waingie kwenye vurugu ili wao wafikie zile rasilimali. Vyombo vya dola vina kiapo na serikali na viongozi wana kiapo cha kulinda nchi hii na kulinda rasilimali zake. Wala hii nchi haiwezi kaendeshwa mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika watu busu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mabusu, kila mtu analaza mtu, hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa. Hivi tunavyoongea, jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania issue secular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya jaji mkuu wa Tanzania akitekeleza recommendation tume ya Mheshimiwa Rais ya mambo ya haki jinai na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai. Siku hizi hivi tunavyoongea, kesi ilikuwa recommendation pia, movement ya kesi kupita kwenye ile vehicle, kwenye zile taasisi zote za haki jinai inaonekana kote. Hamna hii yakimaliza kwa DCI huko inajulikana, kwa magereza huko inajulikana. Na haya mambo ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja. Tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni. Kwa hii na usubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai, itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yatarekebishwa. So hili ni eneo ambalo nimetoa tu mifano michache inayohusisha mambo hayo ya haki jinai, lakini yapo na mengine ambayo yalikuwa yanahusisha hizi recommendations za kutoka haki jinai ambayo yameshaanza kufanywa kazi. Mengine yalikuwa yanayohusu, yani tulikuwa bado tuna magereza zile ambazo zilijengwa kwa ajili ya Waafrika, alafu wanaowapeleka ni wale weupe wa koloni. Magereza yalikuwa hivyo. Kwenye recommendation zikaletwa recommendation za kujenga nani hizo ambazo zinazingatia utu. Naenda uangalie nani mpya zilizojengwa. Ni recommendation ya tume ya masuala ya haki jinai. Sasa hiki kipengele kimoja kinachohusisha eneo la jeshi, nimesema, ama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nimesema kuna mstari mwembamba wa mazingira hai ambapo tumeshafika level hiyo kwamba lolote linalotokea tunasema hii ni serikali. Lakini mimi niwaambieni, nimekuwa waziri wa mambo ya ndani. Kama kuna muda jambo hilo lisingekuwa limefanyika kwa viongozi wa CCM,